MC kutokea NIT. Bwana huyu ni NIT alumni na alishawahi kuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi SONIT hapa NIT. Tuna mahojiano naye mafupi kuweza kujua kinagabaga kuhusiana naye. Habari? Salama mkuu. Kwema? Kwema kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Geoffrey Muhule au International MC kama ambavyo umesema hapo awali. Maisha na career hasa ukiwa katika chuo cha taifa cha usafirishaji yanaendaje? Maisha na career ukiwa hapa ni sehemu salama kabisa, kwa sababu kama ulivyosema hapo awali na kama ilivyo, mimi ni mwanafunzi wa zamani wa hapa au alumni. Nilikuwa hapa, nilikuwa kiongozi hapa na nilikuwa nakionyesha kipaji changu hapa kama ulivyo wewe MC. Mimi nilikuwa MC na International MC pia ilianzia hapa. Kwa hiyo ni mazingira mazuri ambayo yanakuequip wewe, kipaji chako pamoja na juhudi zote ambazo unazo. Kuna platform nzuri ya kuonyesha hizo juhudi zako. Kwa mfano kuna hizo serikali ya wanafunzi, kuna freshers parties, lakini pia kuna makongamano mbalimbali ya association zilizopo hapa. Yote hayo huwa yanatoa nafasi kwa wanafunzi wenye vipaji mbalimbali kwa ajili ya kuonyesha vipaji vyao, lakini pia kusaidia kufanikisha kwa ufanisi hizo harakati ambazo zinafanyika. Yes, yeah. Na mberinge hapa NIT ni nyingi sana, lakini pia wewe ulikuwepo hapa na uliweza kupata wadhaa mwingi sana kuwa katika chuo cha taifa cha usafirishaji. Je, kiupande wako unaona mazingira ya chuo cha taifa cha usafirishaji yanamfavor mwanafunzi kuendelea kusupport kipaji chake, lakini pia kuweza kufanikiwa katika masomo yake? Yeah, sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kuna mazingira modern. Yaani ukizunguka ukiangalia mwaka na mwaka yanabadilika. Mazingira ni mazuri, kuanzia ya kusomea mpaka yale ya kujisomea. Vifaa vya kujifundishia tumeona pale, aircraft maintenance engineers wana vifaa vyote, cabin crews wana ndege, mods za ndege zipo, lakini pia engineers wana vitu vyote. Tumeona pia watu wamefanya project ya automobile engineering, wametengeneza gari la umeme. Vifaa vile vyote havijatoka nje, viko hapa. Kwa hiyo mazingira ni favorable na ni mazuri, yanamwezesha mwanafunzi wa aina yoyote, hata walemavu waje, ambition zao zinaweza kutimia wakiwa hapa, kwa sababu mazingira ni very favorable. Ulikuwa NIT miaka kadhaa hapo nyuma. Je, NIT ya zamani ukilinganisha na NIT ya sasa, kitu gani kimeongezeka? Na wewe ukipitia katika akaunti mbalimbali za chuoni, hasa NIT update, vitu gani ambavyo wewe ukiviona unaona kweli NIT sasa hivi imebadilika? Kwanza kabisa ni majengo ni different. Kwa hiyo nimeona one of the thing ambayo nilipopata mwaliko nikasema lazima nije ni mazingira. I thought like mbona kama sio labda mnafanya editing. So unajua kuna matumizi ya AI. Kati labda mnafanya AI, lakini nimekuja kwanza nimepotea mara 3. Can you imagine nimekaa hapa 3 years lakini nakuja kupotea. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba it has really changed. Nimekuwa kama Europe hivi sasa. Kama Oxford nini hivyo. Kwa hiyo ni mazingira mazuri yanabadilika, na hayo mabadiliko ni makubwa na yanasaidia na yatafanya pia ku-attract watu wengi zaidi. Mind you pia kwenye time yetu tulikuwa wanafunzi 7,000 tu, lakini currently ina equipped wanafunzi 17,000, 17,000. Kwa hiyo ni more than 100% increment. Na wapo vijana mbalimbali ambao wanakuangalia wewe kama inspiration kwa sababu wanaona kazi zako, lakini pia wanakufuatilia katika mitandao ya kijamii. Hawa vijana ambao wanakuangalia kutokea chuo cha taifa cha usafirishaji, wewe umejipangaje hasa kuwapa training mbalimbali, lakini pia kuwashauri na kuwashawishi waendelee kufikia ndoto zao ama kuweza kufikia ndoto zao? Nimejipanga vizuri. Kwanza kabisa nikionaga mwanafunzi amesoma hapa alafu ana issue yake, huwa anafanya bure. Kwa mfano mimi ni business consultant. Kwa hiyo nafanya bure. Unajua business haichagui mtu. Nime graduate hapa, bachelor degree in business administration, kuna ujuzi kuhusu biashara, nafanya business consultants, nafanya secretarial services kama uandishi wa CV na nini, nafanya corporate events na events nyingine. Kwa hiyo nikionaga mtu ametoka hapa lazima apate favorite. Kwa hiyo lazima nimsaidie mtu ambaye ni wa nyumbani kwangu, maana hapa ni nyumbani. Kwa hiyo nimejipanga na nakaribisha pia kwa sababu mawasiliano yako wazi, account ziko vizuri, and I am tagged hapo, wanaweza kaona na wakanifuata kwa issue yoyote, mimi nikawasaidia. Mwisho kabisa, event bado zinaendelea. Watazamaji wa Student Connect, NIT Updates, NIT Alumni wana event mbalimbali, watatamani kukutana na kuweza kuona sherehe za MC, International MC zinakuaje. Naona kuna kablutiki pale. Zinakuaje na kwa nini International MC? Wanaweza kupataje katika mitandao ya kijamii? Yeah, wanaweza kunipata wakisearch tu hivyo International MC au Geoffrey Muhule kama official name.
niko, lakini pia tumefanya collaborations na NIT Updates na Alumni. Kwa wakiklik tu pale kuangalia collaborators wa hii post wataniona na mimi. Kwa hiyo unaweza kanifollow, lakini pia kuna email yangu pale kwenye profile yangu, kuna namba pia ya simu na WhatsApp pia. Unaweza kunicontact na tukafanya kazi vizuri tu. Asante sana. Na kutakia majukumu mema. Langu jina ni MC Doni kutokea Student Connect na nilikuwa nawe mwanzo mpaka mwisho wa NIT Convocation. Nadhani next time tutakutana tena. Na kwa majina yangu naitwa MC nani? MC DON. Wanapenda kuniita The Golden Voice, mshindi wa tuzo za vyuo vikuu as best MC vyuo vikuu TUCSA 2025-2026. Tunasemaje? Sherehe ni vibe.